Hii ardhi ni ya kwetu. Kwanza awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mechi imemalizika salama salmini, mechi ya ngapi ya 29. Bado mechi moja tu tukamalize msimu wetu 2024-25. Kipekee zaidi na wapongeza Azam FC kwa matokeo mazuri ambayo wameyapata. Nilikuwa najua kabisa kwamba wana mechi yetu ya kisasi kwa sababu tuliwafunga kule kwetu. Kwa hiyo kidogo sasa wao wameongeza. Sisi tuliwafunga 2-1, wao wametufunga magoli 5. Na matokeo hayo kwa sababu kweli yani tangu ni experience kuwa kwenye mpira. Yani haya ndio matokeo ambayo yameniumiza kwa sababu tangia nimeanza kusemea mpira leo ndio nimefungwa goli 5 kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo sijawahi ku experience kufungwa magoli haya 5 nikiwa Christina Mwagala, mkuu wa idara ya habari na mawasiliano katika timu ya Tabora ama katika timu yoyote. Kwa hiyo najiuliza zile timu ambazo huwa zinafungoga 5 back to back. Yani huwa wanakoga na hali gani? Kwa hiyo hii ni sehemu ya mpira. Kwa sisi matokeo haya sio mazuri, yametumiza na naweza nikasema kwamba yani kama yameenda kuchafua kitabu chetu kwa sababu hatukuwahi ku experience matokeo ya namna hii tangia tumeanza msimu. Lakini tunasema kabisa kwamba mpira wa miguu ni mchezo wa makosa na unapokosea wenzako wanakwenda kukuadhibu. Lakini pia kwa sababu tumekuwa na muda mrefu hatuna mechi ya kimashindano, lakini yani yote kwa yote tunasema kwamba wacha sasa hili limeshapita, tukajipange kwenda kumaliza mechi, kumaliza msimu 2024-25 dhidi ya Coastal Union, na baada ya hapo tunamaliza msimu 2024-25. Tutakwenda kujipanga sasa vizuri katika msimu ambao unakuja, Mwenyezi Mungu akituweka hai. By then hatujatimiza yale malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea katika msimu huu, lakini tunahitaji tumalize katika nafasi ya 5. Naangalia msimamo, nimekuwa naangalia baada ya mechi zetu kumalizika leo, naona Tabora bado tuko nafasi ya 5. Kwa hiyo natamani huu msimamo uendelee hivi mpaka tarehe 22 ili baada ya msimu huu sasa tukajipange vizuri ili msimu unaokuja tukawe bora zaidi. Matokeo ambayo umeyapata leo yanachangiwa na zile chokochoko au maneno ambayo yalikuwa yanazungumzwa chini kwamba kuna baadhi ya wachezaji wana shida? Hakuna, kwa sababu nikisema kwamba hakuna, kuna wengine pia wao wanafunga 5. Sasa wao wanakuwa na exclusive. Nafikiri hii ni sehemu tu ya matokeo na unaweza ukaona kabisa kwamba ligi ni ngumu. Yaani siku zote, wakati wowote ule ambapo ligi inapokwenda mwishoni huwa kunakuwa na mechi ngumu sana. Leo unaweza ukaona kuna timu zinaanganiwa huko mpaka unaweza ukasema kwamba Star washashuka daraja. Kwa hiyo niseme tu kwamba ni sehemu ya mpira, kwa hiyo hayahusiani. Na wakati mwingine ndugu zangu wanahabari, mimi mwenyewe pia ni mwandishi wa habari, kuna story ambazo unaweza ukapewa, lazima uzichakate wewe mwenyewe uziangalie. Nafikiri nikirudi nyuma, wakati tumecheza na Young Africans katika uwanja huu wa Azam Complex, tukamfunga magoli 3-1 hapa. Sisi tulikuja kama leo, kesho ndio tunaingia kwenye mechi. Ushanielewa? Kwa hiyo ndio maana nimesema kwamba haihusiani na kusema kwamba labda tumechelewa kuja Dar es Salaam, sijui haihusiani sina kitu gani, hapana. Kwa sababu wachezaji ni hawa ambao wamekuwa na sisi tangia mwezi wa msimu mwaka jana mwezi wa 8 mpaka leo hii tunakwenda kuhitimisha, na pia ni wachezaji hawa ambao wametupa matokeo mazuri. Kwa lazima tu appreciate kazi ambayo wameifanya, lazima tu appreciate vile ambavyo wamekuwa wakijituma, lakini pia kwa leo hii kukosa matokeo mazuri na kufungwa idadi hii kubwa ya magoli, tunatakiwa tu kwamba tuchukue kwamba hawa nao ni binadamu, huwa wanachoka. Lakini sio kwamba kwenda kuhusisha labda sijui kwa sababu ya story zimeenda magazeti ya mitandaoni, hapana. Yale magazeti ya Hussein, kwa sababu magazeti hayachezi, wanaocheza ni wao wenyewe. Lakini imekuwa bahati mbaya, nafikiri mmeona juhudi ambazo wameonyesha, lakini bahati ilikuwa upande wetu. Hivyo tukumbusha kwenye usajili wa bilioni 2.5 kama walizungumza bilioni 5. Msimu huu nausha kikosi ambacho tunamaliza nacho msimu huu 2024-25 nakusikiliza, kilikuwa na thamani ya bilioni 2, si ndio? Sasa hivi tunamaliza msimu 2024-25. Mnajua jana wafu ile video leo sambaza ile nani? Yaani leo sambaza ile video ni nani jamani? Nani? Unaelewa? Sio kwamba tunadanganya au sio kwamba tunachozungumza Tabora hatukimaanishi. Tunamaanisha. Yaani ninamaanisha kabisa kwamba nini ambacho tunakifanya. Unajua timu ya Tabora United, ndio zangu wana habari. Na tukitoka hapa tuiandikeni vizuri Tabora. Ushanielewa? Timu ndio timu pekee ambayo imeweza kumaintain kuwepo katika ramani ya ligi kuu.
Ushanielewa? Imepanda. Huu ndo msimu wake wa kwanza Tabora, ipo ligi kuu, si ndio? Lakini kuna timu ambazo zimepanda, zimeshuka. Si mnanielewa? Sawa, sisi huu ni msimu wetu wa pili. Msimu uliopita tumecheza playoff, si ndio? Lakini msimu huu tumefikia mpaka hatua hii tu katika nafasi ya 5. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuwapongeza, lakini nafasi hii ya 5 mpaka sasa hivi tupo ni kwa sababu ya usajili wa bilioni 2. Kwa hiyo msimu ujao mimi nawahakikishia, tuombeni tu Mwenyezi Mungu atupe pumzi tuweze kuwa salama. Bilioni 5 ambayo tumeitenga msimu huu, msimu ujao Tabora tunachukua ubingwa. Yaani msimu ujao Tabora ubingwa tunachukua na hakuna ambaye anaweza kutuzuia. Bilioni 5 ambayo tumezitenga. Sio kama nadanganya. Mimi naongea serious. Na nafikiri ligi sinaisha tarehe 22. Ligi inaisha tarehe 22, si ndio? Baada ya pale mwezi wa 7 dirisha linafunguliwa la usajili. Sasa kuanzia pale nafikiri waandishi wenzangu tutaanza kutafuta kuulizana Tina, tupe bilioni 5 uliyoizungumza inakwenda kumsajili nani na nani. Na ninawaambia sisi tutakwenda kushusha wachezaji wazuri, benchi la ufundi nzuri lenye viwango vya hali ya juu. Kuna watu watashinda airport pale, si wana tabia kwenda kupokea wachezaji airport. Wow. Sasa safari hii watafunga safari. Tunataka tuwakesheshe pale airport, wanasubiri wachezaji wa Tabora. Yaani siku nikisema jamani leo Malkia wa Nyuki natangaza wachezaji wangu ambao ninawasajili, dunia nzima inasimama. Tunasubiriwa Tabora United peke yetu. Kwa hiyo mimi naomba mtuunge mkono Tabora, lakini pia nichukue nafasi hii kuwapongeza waandishi wa habari. Msimu huu mmekuwa bega kwa bega na Tabora, si ndio? Mmeisupport sana Tabora United, mmeniunga mkono sana. Sawa, mnanirekodi, nimecheka, nimefanya nini, lakini nasema yote yale ni nini? Ni maisha. Kazi hizi ni ngumu sana. Sawa? Yaani kazi hii na kusema ukweli nashukuru Mwenyezi Mungu. Yaani hii kazi ni ngumu, sawa? Hii kazi ni ngumu na inahitaji uwe na roho ya paka. Yaani kama una roho hii ya kuku hii, maidia huwezi kutoboa. Yaani kazi ya usemaji unatakiwa uwe na roho ya paka kwa sababu utatukanwa. Mimi natukanwa mimi mitandaoni. Nachambwa mimi. Mshanielewa sijui. Jana nimechambwa. Sasa hivi na wigi hili tena nimenunua wigi jipya. Bado sasa nataka ninunue wigi la Maria Kelly. Nataka ninunue wigi gani? Maana mmeniambia badilisha wigi, nimebadilisha wigi. Sasa hivi tena watu wanasema hilo wigi baya. Sasa maskini ya Mungu. Mimi ninataka nipande ndege. Sawa Napanda ndege mwenyewe. Ninataka niende kule wanakoyatengeneza mawigi. Nitaenda kununua wigi manne. Kwa sababu tuna bonus ya mheshimiwa mkuu wa nafasi ya 5. Kuna milioni 50 pale. Kwenye zile milioni 50 mimi na milioni 2. Mshanielewa? Ili na milioni hizo na milioni 2. Baada na hela ya asali. Nachanganya milioni 2 na hela ya asali, napanda ndege, nafuata mawigi. Lakini msimu ujao nani? Masanza ana hela wapi? Yeye mwenyewe analialia kwa mheshimiwa pale. Hana hela. Yaani mimi sina napolia. Mimi napambana mwenyewe mwanamke wa haja. Napambana mwenyewe, ukiona na 10,000 ni ya kwangu. Sijapewa na mtu. Kwa Masanza hahusiki kabisa. Masanza anahusikaje? Hela hana, yule anamtegemea mheshimiwa. Na anafunga bajeti kesho kutwa. Sasa sijui maisha yatakuwaje. Sikia hili. Nini? Hana nguvu ya kunifanya chochote. Hivyo kuna mtu mwenyewe hajulikani nini, hajulikani kabila gani, hajulikani yule ni mrefu ama mfupi, hajulikani yani yule sasa hivi ukimwambia Masanza kwenye akaunti yako una shilingi ngapi, hata 100,000 akikwambia na 100,000 njoo mimi nakupa milioni 1. Yaani Masanza akikwambia kwenye akaunti yako una 100,000, mimi nakupa milioni 1 kwa sababu najua hela hana. Kwamba ni zaidi ya 100,000 au 100,000 kwenda chini. Yaani 100,000 kushuka chini, sio 100,000 kwenda juu. 100,000 kushuka chini, watu tunazungumzia 100,000, 90,000, 80,000, 70,000, 60,000, 50,000, 40,000, 30,000 mpaka 10,000. Yes, mpaka 2,000. Kwa maana sifuri mmeshingia kwenye 100,000 tunaanzia shilingi ngapi? 500 kubwa ile. 50 tunaanzia 10,000, si ndio? Kwa hiyo 10,000 mpaka 100,000. Yaani kuanzia 10,000 kuanzia 100,000 kushuka chini. Hiyo anayo. Lakini 100,000 kuendelea juu. Labda aje mimi nimpe hela zangu ninazouza asali. Sawa, umezungumza kwamba usajili mwakani utakuwa ni wa bilioni 5, usisahau. Sawa. Natamani kujua kuna mchezaji yoyote ambaye wa ndani umemuona au kama Tabora umemuona kuna anacheza ligi ya ndani? Ligi hapa ndani hapa. Kama huyo sababu sio mbaya ukatumegea hilo. Yupo. Nani? Yupo. Sasa nikianza kusema sasa hivi, Tabora ndio test itakuwa imeisha.
Sasa sinatarajia. Sasa tuna mchezaji wa hapa ndani tunakwenda kutumia bilioni 2 peke yake kumsajili. Kwenye bilioni 5. Kwenye zile bilioni 5 tuna mchezaji mmoja ambaye tunamsajili bilioni 2. Hapa kwenye ligi ya Tanzania, kwenye timu hizi 16 zinazoshiriki ligi kuu. Anachezea timu kubwa hizi kwenye top 4. Timu zote ni kubwa, hakuna timu ndogo hata moja. Timu zote ni kubwa, achana zile kongwe. Na kuna hao wakongwe wawili, kuna mchezaji wao mmoja tunaenda kumchukua. Kwenye hizo timu na nitegemea tunajua tukimkamata yule kwisha habari yao. Kwa sababu nataka msimu ujao hizi timu kongwe tunampiga nje ndani. Wote. Haya yule huyu Kurwa na Doto wote ndani nje tunawapiga wote tunawapiga. Kwa hiyo nataka kila timu kongwe moja hapa na bomoa. Okay, unachukua mchezaji. Yes, yule mchezaji ambao wanajua kabisa kwamba huyu ndio roho yangu, hii roho yetu hii tunabeba. Okay. Alafu tuone msimu ujao watakimbilia wapi. Kwa msimu ujao hatuchezi zitakuwa nyingi. Msimu ujao. Msimu ujao unasema? Hatuchezi zile. Hatuchezi. Zitakuwa hivi za kumwaga. Baada ya Tabora Yaani sisi lazima biko tunachukua. Si tuna hela ndugu yangu, Tabora tuna hela. Tuna nini? Tuna hela. Na msimu ujao ni wapeni tu nini? Wanaita nini? Exclusive. Tunanunua basi. Lile la Azam walituringishiaga wana basi lao la nini? Tunaleta basi zaidi ya ile la Azam. Okay. Ambayo inaitwaje sasa hivi? Nitawaambia. Sasa nikisema hapa sitakuwa nishatangaza. Yaani tunaleta basi ambalo Tabora tukiwa tuko kwenye safari. Mle ndani tunapiki, yaani ndege ya chini. Unajua kuna ile timu inakujaga na nini? Na ndege, yaani nakujaga na ndege yao. Wanatua hapa, wanatoa, wanaingia, wanaenda ndani kila kitu tunapika. Sisi Tabora tutakuwa tukienda kwenye mechi. Gari basi tunalokwenda kulinunua. Tunalipaki hapa, mumo ndani tunapika, kuna vitanda, kuna kila kitu. Asante.